Ndugu mtazamaji na msikilizaji wa Tanganyika TV, karibu kuungana nami. Naitwa Dilo Mona. Usikose kufuatilia makala yetu kila wakati kupitia YouTube, Facebook pamoja na TikTok kama Tanganyika TV. Kama una barua pepe unaweza kutuandikia kwenye comment, alafu tutakujibu na tutawasilisha maoni yako kupitia akaunti zetu za Tanganyika TV. Karibu kwenye kipindi chetu cha Amkeni Wakongomani. Leo tuna baadhi ya taarifa mbalimbali ambazo tumezikusanya kutoka kwenye vyanzo vya habari kulingana na kile ambacho kinachoendelea kwenye siasa za Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kuna baadhi ya vitu ambavyo tutakuja kuvieleza kiunagaunaga, kiundani zaidi kulingana na kauli na barua ambayo kabila la Kinyamulenge iliamua kuandika ama kuandikia balozi ama waziri wa mambo ya nje Marco Rubio. Wanadai kwamba na waliandamana tarehe 6 mwezi huu wa pili Ijumaa, wakasema ya kwamba wamekosa hali ya usalama. Wanadai kwamba Marekani iangalie jinsi gani waingilie kati kuhusiana na swala hili baada ya kufanya maandamano tarehe 6 mwezi huu wa pili. Wanadai kwamba hawana amani. Kuna kile ambacho walichokita kama ni mateso, wanafanywa mateso ya ukosefu wa usalama nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Lakini kuna baadhi ya vitu vingi ambavyo walivyoongea kwenye barua yao ambao waliandikia waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio kwenye ujumbe wa barua pepe, kwenye waraka wao. Wanadai kwamba kuna baadhi ya vitu minembwe au vipati kama raia wananyanyaswa, wanateswa, wanaona kwamba hawana haki ya kufanya kitu chochote. Wewe kama mtazamaji wa Tanganyika TV, ili swala baada ya kusikia kwamba Wanyamulenge wamefanya maandamano tarehe 6 mwezi huu wa pili, wanadai kwamba Marekani waingilie kati na Umoja wa Mataifa waingilie kati kuhusiana na mateso wanayoyapata Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Wewe hili jambo unalichukuliaje? Na kwa undani zaidi unaweza kuzungumza nini kulingana na maoni yako kama mtazamaji wa Tanganyika TV popote pale ulipo? Unajua kuna baadhi ya vitu ambavyo serikali ya Bwana Felix Tshisekedi inaendelea kuhakikisha kwamba wananchi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wamepata usalama, wamepata amani ya kudumu. Wakati serikali ikiwa inapambania amani kila wakati kwenye vikao vyake Marekani pamoja na mikataba walioifanya Marekani, huku kuna jambo lingine ambalo limetokea kama hili la Wanyamulenge kudai ya kwamba Marekani inabidi iingilie ili swala kiundani, waingilie ili swala kwamba wao wanaendelea kupata mateso. Hatujui ni siasa, lakini nilikuwa natamani kwamba mtazamaji wa Tanganyika TV kuna lile ambalo utakalolielewa baada ya ili swala na kauli na barua walioiandika kabila la Kinyamulenge. Kuna jambo lingine ambalo nilikuwa nahitaji nizungumze nawe mtazamaji wa Tanganyika TV kupitia kile ambacho kilichoendelea Marekani baada ya rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Tshisekedi kukutana na mpinzani wa chama cha upinzani Martin Fayulu. Walikutana Marekani. Zilikuwa tarehe 5 mwezi huu wa pili baada ya kuwa na mkutano wa Washington DC na baadhi ya viongozi wa kisiasa kuangalia kile ambacho wanachojadili kuhusiana na masuala mbalimbali ya hali ya usalama itapatikana vipi. Martin Fayulu kuna kile ambacho alichokizungumza, nitanukuu kile ambacho alichokizungumza. Alizungumza ya kwamba kwanza alifurahia sana baada ya kukutana na rais wa DRC Bwana Felix Tshisekedi kwenye mkutano, na akadai ya kwamba inabidi serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ifanye kwa haraka kulingana na kile ambacho wanachokiandaa, kwamba meza ya majadiliano ya kitaifa pasiwe na ubaguzi. Akasisitiza hilo jambo kwamba wanapoandaa mdahalo ama kile ambacho tunachoita kwamba ni dialogue, serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inaandaa kufanya dialogue, na akasisitiza ya kwamba pasiwe na ubaguzi wowote. Lakini kuna baadhi inabidi watazamaji wa Tanganyika TV kujiuliza kwa ndani, kwa nini Martin Fayulu alisisitiza kwamba serikali ya Bwana Felix Tshisekedi, kwa sababu alizungumza kwamba kuna baadhi ya vyama, japo kuna matokeo ya kutokuelewana kuanzia 2018 baada ya uchaguzi, kuna kile ambacho kilicholeta mgawanyiko. Lakini wakati huu sio wakati wa kuangalia
hilo sana, ni kuangalia jinsi gani amani itapatikana Eastern ya Kongo pamoja na maeneo mengine ambayo yamekumbwa na wingu la vita, yamekumbwa na wingu la ukosefu wa usalama. Wewe kama mtazamaji wa Tanganyika TV, nini ambalo unaweza kuzungumza baada ya kauli hii, baada ya Felix Tshisekedi kukutana na Martin Fayulu? Alizungumza ya kwamba akasema serikali ya Felix Tshisekedi ni lazima isilete ubaguzi, kile ambacho wanachokiandaa maridhiano ya kitaifa yatakapokuja kutokea, kulingana kile ambacho kinachoendelea mezani, ule mkakati ambao wanaopangilia bwana Felix Tshisekedi kwamba kutakuwa na maridhiano ya baadhi ya vyama kukutana, akadokeza kwamba wasilete ubaguzi. Vyama vyote lazima vishirikishwe, na wale ambao wanaohitajika kushirikishwa inabidi washirikishwe kwenye mdahalo wa maridhiano. Wewe kama mtazamaji wa Tanganyika TV, maoni yako ni yapi, na nini ambacho ulikuwa na suggest kulingana na kauli ya Martin Fayulu kusisitiza kwamba kile ambacho serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wanakiandaa ya Felix Tshisekedi kwamba maridhiano yatakapofanyika pasiwe na kile ambacho kinachoitwa kwamba ubaguzi? Nini ambacho ulikuwa unapendekeza? Nini ambacho ulichukua na kitazama kiundani zaidi? Na nini ambacho unaweza kukiandika kwenye comment? Tutakuja kuzisoma alafu tutakuambia mrejesho ni nini. Leo labda tuzungumze kitu kingine. Serikali ya Felix Tshisekedi imekumbwa na baadhi ya vitu vingi. Leo M23 imegoma kuondoka Bukavu na Goma licha ya kutangaza. Tulisikia kwamba juzi kuna baadhi ya vyanzo vya habari na mwenyewe alikuja kuzungumza, kiongozi wa chama cha AFC pamoja na M23 Nanga alisema ya kwamba huu ndio mwisho wa vita vya Kongo. Wewe kama mtazamaji unaweza kujiongeza nini, na unaweza kujibu nini, ama unaweza kucomment nini? Kwa sababu mtu mwanzilishi wa kauli hii ya kusema ya kwamba vita vya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo vinaelekea ukingoni alikuwa ni Paluku. Paluku alikuja kuzungumza na nikaja kuzungumza na baadhi ya wanasiasa kuwauliza maswali kwamba baada ya nini ambacho kipo katikati. Kiongozi alifanya kazi na Joseph Kabila, amefanya kwenye serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo muda mrefu sana, kuzungumza ya kwamba ni mwisho wa makundi ya uasi nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na tena tukaja kusikia kauli ambayo aliyoitoa kiongozi wa vikundi vya uasi Nanga kusema ya kwamba ndio mwisho wa vita Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Nini ambacho ulichokipata? Picha gani ambayo ulioipata baada ya hizi kauli tata kuja kutokea? Je, unaweza kujiuliza maswali, ni watu ambao wana communicate, ni watu ambao wanazungumza, ama kuna lile ambalo linafichama chini ya carpet kati ya Paluku na Nanga? Karibu kwenye Tanganyika TV, usikose kutuandikia barua pepe ama ujumbe ambao wewe kile ambacho unachokihisi kwamba kinaweza kuwa ni maoni. Karibu kwenye wakala yetu ya Tanganyika TV mara kwa mara, nami naandaa kipindi cha naitwa D Lomona. Usikose kutufuatilia kila wakati. Bye bye.